السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hakika ilikuwa ni ustadhi aendelee leo kwa ajili pengine ni mwanzo kufika hapa na enayo mingi mazuri ya kutupatia na kutufaidisha, walakin kwa tawadhui zake aona atusikize sisi ndugu zake. Lakini hapa ni pahali pake, pahali pa ndugu zetu, walimu zetu. Leo kama uliendelea wao wangaliona raha zaidi. Kama tulivyosikia, tuko katika siku tukufu, na siku kama hizi taka tuzipatilize. Hizi ni awqat ambazo kwamba zapita na hazirudi tena. Kila Ramadhani ikipita itarudi Ramadhani, lakini hairudi kama ile iliyopita. Ile iliyopita ishapita na hairudi tena. Ni juu letu sisi tujifunge na tujitolee, tusipoteze wakati wetu. Hakuna kitu thamani kwa binadamu kama wakati. Wakati ndio kitu thamani katika vitu alopatiwa binadamu kuliko kitu chochote. Wazungu kwambia time is money. Wakati ndio pesa. Wewe waweza ukawa na wakati wako ukauthamini ule wakati na ukautolea matunda ule wakati, ukawa ni faida kwako wewe wakati. Lakini sisi hatuna kitu ambacho kwamba twakidharau katika ulimwengu wetu kama wakati wetu. Mtu uko tayari kukwambia naenda kupoteza wakati. Wapoteza vipi wakati wewe? Siku ya kiyama Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema laisa yatahassaru ahlul jannati fi shay'in illa fi waqtin lam yadhkuru Allaha fiha. Siku ya kiyama watu wa peponi, tena hao ni watu ambao kwamba washahukumiwa kuwa wataingia peponi, hawatojuta juu la kitu chochote kuliko kujuti katika wakati ambao kwamba umewapitia na wao hawakumtaja Mwenyezi Mungu. Kesho siku ya kiyama watu wakiingia peponi, wakiona zile neema, wakiona zile starehe, wakiona mambo yalikuweko ndani ya pepo, lakini wakiona wakati ambao kwamba wameuacha, hawakumtaja Mwenyezi Mungu ndani ya wakati kama ule, basi watu kama wale kesho kiyama watajuta sana. Mimi kwa nini umepita wakati mimi sikumtaja Mwenyezi Mungu? Sio kwa amefanya maasiya, hakufanya maasiya, amekaa tu hakumtaja Mwenyezi Mungu. Je, mimi na wewe leo ikiwa kuna wakati ambao kwamba umetupitia na wakati kama ule sisi tulikuwa tukifanya maasiya ndani yake, tutajuta namna gani? Hawa watajuta kwa kuwa ni wakati umepita, hawakumtaja Mwenyezi Mungu tu. Pengine mtu kwa nyumbani kwake tu amekaa huangalia TV, au kwa nyumbani kwake hula, au kwa nyumbani kwake yuacheza, kesho siku ya kiyama atajuta. Kwa nini mimi umepita wakati? Dakika 10, dakika 20, nusu saa imepita mimi sikumtaja Mwenyezi Mungu. Je, yule mtu ambaye kwamba utampitia wakati hakukaa tu kuwa hamtaji Mwenyezi Mungu, bali alikuwa akifanya maasiya ndani ya wakati kama ule? Ndio Mtume sallallahu alayhi wa sallam kana yadhkuru Allaha ala kulli ahyanihi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akimtaja Mwenyezi Mungu katika kila wakati wake. Mtume alikuwa haipiti wakati ila humtaja Mwenyezi Mungu. Ima atamtaja kwa sauti au atamtaja ndani ya moyo. Lakini haipiti wakati wowote, haipiti taimu yoyote ila taimu kama ile Mtume sallallahu alaihi wa sallam amtaja Mwenyezi Mungu kwa ajili kujua thamani ya wakati alokuwa nao. Dakika ikipita hairudi tena, saa ikipita
hairudi tena. Na kuwa si hairudi tu, ushahifadhiwa katika kitabu. Shahifadhiwa katika kitabu. Dakika fulani umefanya hivi, dakika fulani umenyamaa kabisa, hukufanya chochote. Kesho siku ya kiyama utaona wakati kama ule uko mtupu, hauna kitu. Utatamani leo kama mimi nilikuwa nikimtaja Mwenyezi Mungu tu. Manake kumtaja Mwenyezi Mungu hakuna masharti. Hakuna, si lazima uwe na udhu, si lazima uwe kwa msikitini, si lazima uwe umevaa nguo fulani. Wakati wote wewe barabarani, wewe pahali unapopita, upatilize ule wakati wako, umtaje Mwenyezi Mungu sana, umswalie sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukiwa na udhu wako, uwe utasoma Qur'ani, ile igtinamul waqti, kuupatiliza wakati. Hakuna kitu kibaya kama wakati. Wenyewe kuambia alwaqtu kasayfi in lam taqta'hu qata'ak. Alimamu Shafi asema, nimeketi na ahlu tasawufi nikastafidi kwao vitu viwili. Nilisuhubiana na watu wa tasawufi nikastafidi kwao, nikapata faida kwao vitu viwili. Jambo la kwanza ni hilo, alwaqtu kasayf, wakati ni kama upanga. Wakati ni kama upanga. Illam taqta'hu qata'ak, ukitoukata ule upanga utakukata wewe. Wengine ukwambia alwaqtu kasaili, ukasaifu kwambia kasaili ni kama zimba. Wakati zimba ni ile mvua nyingi inayoteremka, itwa zimba, sio hapa? Mafuriko, itwa mafuriko. Sisi kwetu mafuriko ni kitu kingine, lakini huku itwa mafuriko. Wakati kama mafuriko ukitoya ziba yatakufanya nini? Yatakubomolea. Mafuriko yakija, na ikiwa wajua kwa kuna mafuriko yaja, lazima nyumba yako itengeze vizuri, msingi wako uwe mzuri, ili yale mafuriko yakija uwe wewe umejihifadhi. Ndo wakati wako ni mafuriko. Lazima ujue mimi huu wakati, kesho siku ya kiyama utakuwa ni faida kwangu, au kesho siku ya kiyama itakuwa ni hasara yangu. Ndio alwaqtu kasayfi, ni kama upanga. Riwaya nyingine, illam taqta'hu qata'aka, ukitoukata ule upanga utarudi ukukate wewe. Lazima tupatilize wakati wetu. Ndio katika ibada zote, kila ibada imewekewa wakati, kuonesha umuhimu wa wakati. Swala zote zina wakati, hakuswaliwi tu. Adhuhuri ina wakati wake maalum, alasri ina wakati wake maalum, magharibi ina wakati wake maalum, isha iko na wakati wake maalum, alfajiri iko na wakati wake. Ukiingia wakati, ndio swala imekuwa ni lazima uiswali. Kwa nini? Kuonesha ule fadhila ya wakati. Mambo yetu ya dunia yote ina wakati. Hizi somo tunofunga na wakati wake. Ikifika saa fulani ndio utafungua, ukifika saa fulani ndio utakula. Wakati. Zile zaka tunozitoa, kuna baadhi ya zaka lazima zipatikane wakati. Kuna alhaulu, kuzungukiwa, kupitiwa na mwaka zile zaka. Kuna zaka kufika kiwango fulani, kuna hivi. Haji na wakati wake maalum, lazima ifika wakati fulani ndio uende hija. Ukitofika huwa bado haikupasi. Kuna ashhurul haji, miezi ya hija yajulikana: Shawwal, Dhulqaada wa ashru Dhilhijja, mfungo kwanza, mfungo pili, siku 10. Kila kitu kumewekewa wakati, kwa kuonesha umuhimu wa wakati wako. Na katika dunia nayo pia nao kumewekewa wakati. Wewe ukienda katika kazi, kuna kila pahali pena wakati. Wewe ni tukufanya kazi, so leo umeamua kwenda kazi, utakwenda saa 2, saa 3. Kila kwenye ofisi kuna time yake, wakati wake, wakati wa kuingia na wakati wa kutoka. Na ukizidisha wakati utazidishiwa pesa zako, kwa ajili ya kutufahamisha umuhimu wa wakati. Kwa hivyo mimi na wewe Muislamu, isitupite wakati tu. We wakati dakika zitakupita. Daqatu qalbi almar'i qailatun lahu innal hayata daqaiqun wa thawani. Ule mgongo wa moyo, kila moyo ukigonga, pap ni wakati umekwenda, pap ni nukta umekwenda, pap
umekwenda. Sasa kila nukta ikigonga hukwambia kwa wewe wakurubia zaidi kwenye mauti kuliko kutoka kwenye uhai. Dakatu qalbil mar'i qailatun lahu, ule mgongo wa moyo wa mtu wazungumza na mtu kumwambia innal hayata daqaiqun wa thawani, huyu uhai ni dakika, huu uhai ni thania, second, kila second ikenda moja ndio uhai umepita. Hivi sasa tumekaa hapa dakika 10, ni uhai umetembea. Mimi na wewe tumekurubia zaidi kwenye mauti kuliko kukurubia kwenye uhai, na wakati kama huu ushaandikwa katika kitabu. Munkar Rakibu Atidu washaandika kwenye kitabu kwa wewe wakati fulani ulikuwa katika msikitini, kama ni thawabu umeandikiwa thawabu, kama ni mambo mazuri umeandikiwa mazuri. Na wakati kama huu ukaupitisha wewe uko kharija ani taati, unaandikiwa madhambi, wal billahi ta'ala min dhalika. Wakati fulani huyu alikuwa akifanya madhambi, wakati fulani huyu alikuwa akizungumza urongo, na inabakia katika kitabu. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Kile kilima chako tu unachokitoa, umeketi barazani tu wewe usema wata nipoteze wakati, ukatoa kilima tu kibaya, kishaandikwa katika kitabu, shaandikwa. Na ukatoa kilima kizuri, wal kalimatu tayyibatu sadaqa, kilima kizuri nacho ni nini? Ni sadaka, ushaandikiwa kwenye kitabu. Ukenda kesho siku ya kiyama utaona mpaka watu wengine watamwambia Mwenyezi Mungu, mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Kesho siku ya kiyama utaona hata kile kilima ulokizungumza cha ubaya, kumsengenya mtu, kumtukana mtu, ukafanya jambo ambalo kwamba liko khariji na sharia za Kiislamu, kesho utakwenda kuona na kitabu cha Mwenyezi Mungu hakiachi chochote. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Mola wako hamdhulumu yoyote. Kwa hivyo atakikana tupatilize wakati, hasa sisi Waislamu ndo tumekuwa hatuna wakati kabisa, hatuna ahadi katika wakati. Leo mtu atakuahidi mimi nitakuja wakati fulani, atachelewa nusu saa, masaa mawili, kisha kwambia mmechelewa bwana, mambo ya barabarani siku hizi kuna hiyo sababu ya jamu, sijui ndio sababu iliyotokea kubwa. Tupatilize wakati wetu. Ukikaa ujue wakati wako ni thamani kwako wewe, usiukose wakati uutumie na ufanyie mambo ya kheri, ili kesho siku ya kiyama usende ukajuta ukiona wakati wako watu wameutumia wakati kwa kheri, wewe hukuutumia. Mwezi wa Ramadhani aima walopita alikuwa kiutumia wakati wao kwa kheri. Watu walikuwa kisoma khitima 2 kwa siku katika mwezi wa Ramadhani, khitma 2, manake kutoka alhamdulillah mpaka kul a'udhu birabbin nasi mara 2 kwa siku. Khitma moja khitimisha mchana, khitma ya pili ukhitimisha usiku. Pengine utauliza waweza? Si karama wala si chote, kawaida tu. Ukipiga mahisabu namna mtu anavyosoma juzu, na kwa juzu 30 waweza bila mushkili kukhitimisha, lakini mpaka ujitolee wakati wako. Uache kusoma message ambazo kwamba hazina faida, uache kuingia kwenye internet ambayo kwamba hayana faida. Leo mimi na wewe hatulali mpaka tusome message. Wakati wetu wa mwisho wa kuingia kwenye usingizi tumaliza kwenye WhatsApp. Mtu hawezi kusoma suratul Dukhan wala kusoma suratul Sajida wala kusoma suratul Mulki wakati wa kulala ambao kwamba haizidi dakika 10. Na akisoma pengine ikifika kata atalala, atasinzia, hatomaliza kamwe, kwa ajili shaitani hataki usome dua. Lakini mtu aweza akakaa kitandani masaa yampitie, wakati mrefu mpitie, uko kwenye message wasoma. Soma, uingia kwenye grupu hii, akitoka akiingia kwenye grupu hii, akitoka na plug yake iko karibu na kitanda, simu haimaliziki chaji, waya uko kwenye simu na kazi huendelea. Mtu atakuwa mpaka kishtuka imefika saa 8. Saa 8 sasa sijalala, hebu shika Qur'ani, hapo utasinzia. Jiulize sababu nini? Sababu shaitani ana iblisi ataka ule wakati wako utumie katika mambo yasokuwa ya Mwenyezi Mungu.
Wewe ukisoma suratul mulki tu wakati wa kulala, wewe suratul mulki ukifa itakushufaia kesho kiyama. Suratul mulki wakati wa kulala itakushufaia. Dua za mtume alizoweka, bismika rabbi wala'tu jambi wa bismika arfa'u faghfir li dhanbi, dua maarufu. Usome zile suratu muawidhataini, kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas, usome kul huwallahu, usome suratul fatiha, usome ayatul kursi. Ukisoma ayatul kursi shaitani hakuhudhuri usiku, hakusumbui. Usome zile subhanallah walhamdulillah wallahu akbar mara 33 kila moja. Ukisoma wakati wa kulala, kazi yako asubuhi itakuwa nsahali yote. Ukiona ukiinuka kazi yako ngumu, kazi haiwi, ukilala salihi. Na hii ni dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alomfundisha binti yake Sayyidatuna Fatima. Sayyidatuna Fatima walikuja, yeye alikuwa akifanya kazi mwenyewe, mke wa Sayyidina Ali, na yeye na watoto, ikawa kazi za nyumbani zote uzifanya yeye. Kupika, kufua, kufagia, yale mambo ya nyumbani yote ayafanya yeye. Siku hiyo Sayyidina Ali akaingia nyumbani, akamuona na Fatima mikono yake fura. Mikono imefura. Mtoto wa mtume huyo, mikono imefura. Kama sasa useme mtoto wa rais umuone mkono umfanya nini? Umefura. Sababu kufura ni ile jiwe la kusaga mahindi, kusaga nini, ile alikuwa akisaga nalo mpaka ile jiwe likamkata mkono. Binti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku hiyo Sayyidina Ali alipomuona akaambia, kwa nini uendi kwa babako? Kumekuja vijakazi wingi, wafanyakazi wale, mateka wale wamekuja. Mwenyezi Mungu Mtume aweza kukupatia mmoja akakusaidia katika kazi, atakusaidia ingawa kazi ya kufagia, kazi ya kufua, mtashirikiana katika kazi. Sayyidatuna Fatima akatoka mpaka kwa babake. Babake akamuona, akamwambia, Fatima kunani? Akamwambia, Rasulullah, hali yangu ni hii, na nimesikia kumekuja watu wa kazi hapa, na mimi nataka mtu mmoja, vijakazi wamekuja na mimi nataka mmoja. Mtume akamwambia, umechelewa. Walikuweko kweli, lakini wote nishawagawanya. Mtu kusahau nyumba yake kuwapa watu wengine. Mtu amesahau nyumba yake. Leo kila muongozi kwanza ataka kula nani? Yeye. Ukimwona muongozi hupija mayoe ni kwa hajala, akila tanyama. Sishtuke, hasa waongozi wetu wa siasa. Kumwona mtu amekuja hatukubali, tuandamane, tufanye nini, ni kwa yeye bado hajapata. Akipata tanyama kimya. Mtume sallallahu alaihi wasallam amepata, amekumbuka watu, amemsahau binti yake Fatima alayha salam. Lakini Mtume akamwambia, hakuna matatizo, wewe enda nyumbani, mimi nitakuja nikupatie kitu bora zaidi kuliko mfanyakazi. Kuliko mfanyakazi nyumbani nitakupatia kitu bora zaidi. Sayyidatuna Fatima akirudi, mume wake alipomwona Sayyidina Ali yuko wapi, akamwambia, tumechelewa, shagaanya. Lakini Mtume asema atakuja atupe kitu bora kuliko mfanyakazi. Mida Mtume akiingia Sayyidatuna Fatima na Sayyidina Ali wamelala kwenye kitanda. Mtume akakaa kwenye miguu yao. Mtume alikuwa akiwapenda sana, hasa Sayyidatuna Fatima. Tutaka kueleza mahaba yake kwa Mtume ni makubwa, ni maudhui mbali. Akakaa kwenye mguu wake, akaambia, sasa nataka kuwapatia zawadi ambao kwamba ni bora zaidi kuliko kuwa na mfanyakazi nyumbani kwako. Zawadi ambayo kwamba ni bora zaidi kuliko kuwa na mfanyakazi nyumbani kwako. Zawadi gani ya abi? Zawadi gani? Akaambia, ukilala, idha awaituma ila firashikuma, mukenda kulala nyinyi, leteni tasbihi mara 33, subhanallah, alhamdulillah mara 33, Allahu akbar mara 33. Mukilifanya hilo ni bora zaidi kwenu kuliko kuwa na mfanyakazi. Wake wetu watakubali hayo? Jaribu kwenda nyumbani leo, mwambie mke wako, mimi bwana, habari ya mfanyakazi nyumbani, basi kuna dua ya Mtume hii hapa, tukilala tusome dua hii, Mwenyezi Mungu atatusahilishia katika. Nani anaokumbuka kusoma dua kama hizo wakati wa kulala? Wakati wetu sisi tuupoteza. Yatakikana muhimu sana wakati tufanye istithmar, yani
tuupatilize wakati, ili wakati ndio itakuwa ni faida yako kesho kiyama. Kila kitu chaenda kwa wakati. Hii ndio faida ya kwanza alopata Imamu Shafi kutoka na ahli tasawufi. Na faida ya pili, nafsuka illam tushghilha bilhaqi ashghalatka bilbatili. Nafsi yako ukitoishughulisha na haki utaishughulisha na nini? Na batili. Hii nafsi yako ya kutaka wewe namna gani utaipeleka. Ukiipeleka kwenye haki itakubali haki, ukitoipeleka kwenye haki itakubali batili. Mathalan, mtu aweza akakaa eno vitu viwili mbele yake, eno mswahafu, eno na simu. Sasa khiari yako, ukichukua mswahafu utasoma, itakuwa nafsi yako umeipeleka kwenye nini? Haki. Utapata thawabu kwa kuwa wewe wasoma Qur'ani. Khiari ni yako. Umekaa na mswahafu na simu, ukaacha mswahafu ukashika simu, umeipeleka kwenye si haki. Ila pangine katika simu kwa kuna mambo ambayo kwamba ni ya haki, so kwa tusitumie simu, la, katika simu kuna mambo mazuri, kuna faida mzuri, kuna mambo ambayo kwamba ya mustakbali ya binadamu, ya umma, ya mujtamai. Lakini simu zetu sio namna hizo. Au umekaa nyumbani, ukikaa nyumbani nafsi yako sasa uweze kutumia hivi sasa, hata mimi nilete dhikrullah, hata mimi hivi sasa nimswalie mtume. Wajua ukimswalia mtume mara moja Mwenyezi Mungu kuswalia mara 10. Hivi sasa ukisema Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, hata nukta mbili haijafika, Mwenyezi Mungu amekuswalia mara ngapi? Mara 10. Lakini nafsi yetu ni mzito. Hasa uweza kukaa nyumbani, hata mimi nilete dhikrullah, hata mimi nimswalie Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Na waweza ukakaa nyumbani wewe ile nafsi yako ukaitumia, hata mimi naangalia habari, ukafungua TV ukaangalia habari. Tena huwa ni mtu sahali alokaa kaangalia habari, na habari ni vitu ambavyo kwamba haina faida kwako wewe. Wewe siku zote uangalia habari, umezidi nini katika akili, katika mali, katika fikra, katika mawazo? Umezidi nini? Bali ni hamu tu. Kile ukiangalia ni hamu. Watu wameuliwa, hawa wameiba, hawa wameshtakiana, hawa wamefanya hivi. Hakuna kitu muhimu ambacho kwamba wakipata katika kuangalia habari. Ala dhama dhannasu ijtima'un wa furqatun wa maitun wa mauludun wa qalin wa wamiqu. Habari yote ni hiyo. Hakuna habari zaidi ya hiyo. Sasa ukenda ukaangalia hili, na pengine uangalie vitu ambavyo kwamba vibaya zaidi, kama uangalie musalsalati, vile vipindi ambavyo kwamba havina faida yoyote kwako wewe, bali ni madhara. Hasa ulimwengu tuliokuwa nao, vipindi ambavyo kwamba tuviangalia katika majumba yetu. Tena mtu akaa baba na mtoto wake na mke wake na wajukuu wake wakaitana, njoni tuangalie vipindi. Vipindi gani? Vipindi mtoto amempokonya babake mke, baba amempokonya mtoto mke, baba. Muangalia wewe na watoto wako, huwa wale watoto umewafundisha nini wewe? Wale watoto wamewafundisha nini wewe? Lakini sisi hatujali. Mwenyezi Mungu atujalie ni watu wa kupatiliza wakati, hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Hizi ni ayaman maadudat. Mwenyezi Mungu akamtuambia ni siku zenye kuhisabika. Leo kila mmoja ajua leo tarehe ngapi Ramadhani? Leo tarehe 8, kila mmoja ajua. Ndio bahati ya mwezi wa Ramadhani. Miezi mingine ya Kiislamu watu hata hawajui kamwe tarehe Ramadhani, lakini 8 tumeanza juzi, leo tuko tarehe 8, kesho kutwa Ramadhani itamalizika. Sasa wewe utasamehewa mwezi wa Ramadhani? Wakati wako utaupatiliza katika mwezi wa Ramadhani? Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kupatiliza wakati wetu. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kusamehewa madhambi yetu. Isitoke mwezi wa Ramadhani ila wakati wetu wote umewekwa nur ndani yake. Kuna nuru, ima tumesoma Qur'ani, ima tumeleta dhikri, ima tumemswalia mtume, ima tumeswali sala za faradhi, sala za sunna, sala za tarawih, ili kesho siku ya kiyama tukenda tuone kitabu chetu na wakati wetu ambao kwamba umetupitia duniani au katika mwezi wa Ramadhani au katika siku nyingine ni wakati ambao kwamba tumeupatiliza na tumeutuma. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.
ilaik. Na hii ni dua mzuri ambayo kwamba ukikaa katika jalsa yote au ukipitisha wakati wowote, yawezekana katika ile wakati umemsengenya mtu, umemtaja mtu kwa vibaya, umemwangalia mtu kwa vibaya, hata ile kumwangalia wailu likulli humazatil lumaza ile kuangalia mtu kwa vibaya na nini, hii dua inaitwa kafaratul majlis. Kafaratul majlis dua yenyewe ni nukta mbili tu, da kafaratul majlis. Mtu ni muhimu akikaa jalsa yote dakika 10 dakika 5, ukiinuka pale usome dua hii. Mwenyezi Mungu hujalia kafara yale makosa madogo madogo pengine uloyafanya hukuyafahamu, Mwenyezi Mungu hukujalia ni kafara, hukusamehe. Na sisi majalisi yetu twayajua tunaoyakaa, pengine hayawi tamu mpaka tusengenye, hayawi tamu mpaka tusemee urongo, hayawi tamu mpaka tuangalie pahali ambapo kwamba hapafai kuangaliwa. Kwa hivyo ni uzuri sana ukikaa katika jalsa yoyote, hata nyumbani kwako wewe na mke wako mmekaa mmezungumza mmemaliza, lete dua hii, Mwenyezi Mungu atajalia ni kafaratul majlisi. Mimi mpaka hapa nitakoma, na ustadh ambao kwamba hapa Ustadh Ibrahim, Ustadh Idris, ambao kwamba tuko na wao na wao wako na sisi, hao walimu zetu na ni mashekhe zetu, lakini kwa kuwa ni wageni wametupa fursa tukazungumza mbele yao. Wassalamu alaikum wal afwa minkum.